Yes, leo ni siku njema sana msikilizaji, tarehe 19 mwezi ni wa 5 mwaka 2025. Hali gani rafiki yangu? Upo okay? Toka tumeachana ile siku ya Ijumaa unaendeleaje? Na matumaini mzima wa afya. Nami utamanipo kujua afya yangu niko okay, namshukuru Mungu, naendelea vizuri. Zaidi sana tu mimi nilikumisi sana rafiki yangu. Asanteni ambao mmenicheki weekend kwenye DM. Jamani, Vera unaendeleaje? Nimefurahi. Karibu sana. Leo tusogee mbele zaidi katika mkasa ambao tuko nao katika msimu huu, msikilizaji, wa ndugu yetu anaitwa Meshak, ambao tulianza nao wiki iliyopita. Leo tunasogea mbele zaidi, lakini nitakuwa na furaha sana kama nitakukumbusha pale tulipokuwa tumeishia. Tuliishia ndugu yetu anaitwa Meshak akitueleza kwanza anaendelea vizuri sana. Yupo na bosi wake na mambo yake yanaendelea vizuri. Anasema wao ni watu wa bata, watu wa kuenjoy maisha. Pesa sio tatizo kwao, ni bata kwenda mbele. Lakini anatueleza kwa habari ya kwenda huko Mbeya na kukutana na mwanamke mmoja. Na anatueleza huyu mwanamke anakutana naye kwa kupitia mwanamke ambaye alikutana naye katika kutafuta mwanamke wa kumpa haja ya moyo wake. Yani alikuwa anatafuta mwanamke ambaye anajiuza apate huduma ndugu wa huyo mwanamke anayejiuza. Maana nataka nikukumbushe kidogo hapa. Anatueleza kuhusu huyo mwanamke na mambo waliofikia nayo mpaka sasa hivi. Ili kuelewa zaidi, basi karibu sana msikilizaji, leo unatusogea mbele zaidi tuyasikie haya ndugu yetu Meshak anashia pamoja nasi. Jamani, wale ambao mnanifuatilia kwa kupitia YouTube channel yetu ya EFM Tanzania, mkononi mwangu leo mimi niko na Jizo Sound. Hii hapa. Niko na Jizo Sound, leo niko na Jizo Sound na hii hapa ni portable speaker. Jamani, hii ni portable speaker kutoka Jizo Sound. Yani sound hii speaker ni ndogo my dear kwa kuiona. Inapiga mziki wewe. Ni balaa. Ni balaa na nusu. Hizi ndizo Jizo Sound na hii ni portable speaker. Mimi leo ninaitoa. Hii ni speaker ambayo utakuta na mic yake. Na jamani, yani utaenjoy. Mimi leo hii naitoa katika kusherehekea miaka 11 EFM, katika kuendelea kutoa zawadi kwako msikilizaji. Mimi leo natoa hii hapa Jizo Sound, na hii inaitwa portable speaker simple flani amazing classic. Naitoa hii kwa kupitia kampeni yetu ya Jikune kutimiza miaka 11 EFM. Popote pale ulipo, nafasi ni kwako leo kuweza kujipatia hii portable speaker kutoka Jizo Sound kwa kuingia kwenye menu ya simu yako kwa ambao unatumia mtandao wa Airtel, wa Vodacom au wa Yas, kwa kupiga nyota 150 nyota 45 nyota 1 piga, utakutana na maswali simple sana. Jibu hayo maswali. Hii hapa mwenzangu itakuwa ya kwako. Inapiga mziki. Utaona wewe mwenyewe unapenda kusikiliza nini. Lakini utaenjoy mziki fulani tulivu, umechujika ukachuja kweli kweli. Hamna makelele. Halafu na mic yake hapo pembeni kwa wale ambao wanapenda kufanya karaoke ile, wewe utaenjoy. Haya, kitu ndo hiki hapa. Jamani, ni kampeni yetu ya Jikune miaka 11 EFM. Zawadi ndo kama hizi tunaendelea kuzitoa, na zawadi tunazo nyingi jamani. Tuna TV, tuna friji, tuna zawadi za simu, tuna zawadi ya kukulipia kodi ya nyumba, tuna zawadi pia ya kulipia bili ya maji, kuna zawadi ya kununuliwa umeme. Yani ziko nyingi katika kusherehekea miaka 11 ya EFM. Karibu leo tusogee mbele zaidi. Haya ni maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia na wanayaleta kwetu, nasi tunayowasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Mimi Veronica Franki. Tunaambatana nawe kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku. Ndugu yetu Meshak anatueleza haya ambayo amepitia katika safari yake ya maisha. Meshak anasema haya ni maisha yangu mimi, kijana ambaye nimekuwa na mapambano mengi sana ya kufikia ndoto yangu. Kiukweli sasa hivi mimi ni kijana ambaye naweza nikasema nimepiga hatua kimaisha. Shughuli ninazozifanya zinaniingizia kipato. Niko na mtu ambaye ananikubali sana. Niko na mtu ambaye nasema kwangu mimi na mhesabu ni kaka.
ananifaa sana. Ananichukulia mimi ni mdogo wake kabisa. Na sio kwamba hana wadogo zake, ana ndugu zake, lakini thamani anayonipa ni kubwa sana. Na mimi ni mtu ambaye nina thamini sana kuona mtu anajitoa kwa ajili yangu. Sipendi kumwangusha mtu huyo. Na ndio maana tumeendelea kuwa sambamba. Sisi ni brothers. Yani sisi ni watu wa moja. Chake kaka changu mimi. Yani mimi sio yule mtu niko na bro afu naanza kumsnitch. Yani nikikukuta kwa mfano unamzungumzia bro wangu vyovyote vile tofauti, nitakumind sana. Yani mimi sio yule kijana kwamba naweza nikakaa na washikaji tukaanza kumzungumzia brother, yani yule bwana mbaili sana. Yule sio bwana, mambo yake 1 2 3. Siwezi kumfanya hivyo hata siku moja, na anajua. Yani anajua mimi namkubali kwa kila kitu, na anajua mimi siwezi kumsnitch kwa mazingira yoyote. Yani mimi nimemkubali mazima, namkubali alafu namuheshimu. Yani ni mshikaji lakini anajua kabisa mimi ninamuheshimu sana. Na hiyo mara zote waga anasema, unajua vijana wana shida moja, ukishaanza kumzoea ukamweka karibu akawa mshikaji wako, mwisho wa siku anaharibu kazi. Yani anachukulia kitu poa. Lakini ananijua mimi, akinipa kazi nafanya kazi, hakuna ukaka hapo. Na mshikaji akinimind namwambia brother, kweli nimekosea, naomba unisamee, hii narekebisha. Na kweli nimekuwa spendi kufanya makosa. Ananiamini katika kusimamia vitu vyake. Ananiamini na kuambia kuliko mtu mwingine yeyote, kwamba akiona kitu nakisimamia mimi anasema kwa kule mimi sina mashaka kwa sababu Meshaki yuko kule. Ndio haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Meshaki. Meshaki anasema mipango ni mingi sana niliyokuwa nayo kwa sasa hivi. Nikizungumza tunaendelea na kazi, lakini kikubwa zaidi ambacho mimi ninakiendelea kukipambania ni namna ambavyo moyo wangu sasa hivi umesukumwa kihisia na msichana ambaye nilikutana naye katika mazingira ambayo nimetoka kukueleza. Hakika huyu msichana ni msichana ambaye sio rahisi kukamatika, kumuingiza kwenye himaya yangu kutokana na misingi aliyokuwa nayo. Na mimi narudia tena, mimi sio mtu wa kufukuzia mwanamke. Yani wanawake wapo. Wanawake wapo. Na hii ni sentensi ambayo mimi nilikuwa nikiambiwa zamani, nilikuwa naona kama sio kweli. Nyakati ambazo mimi sina pesa nilionaga wanawake hawapo. Na ndivyo ambavyo hata ukiwa huna pesa ndivyo ambavyo unafeel hivyo. Yani unaweza kumwambia mwanamke gani unampenda akakukubalia. Yani mwingine anakukubalia anaweza kaa ni vile tu anaona sasa basi sasa itakuwaje, labda atokee kukupenda yeye mwenyewe. Lakini unaweza ukawa umempenda mwanamke lakini huwezi kuwa naye kutokana na maisha yako, huwezi kumsogelea kumwambia. Kwa hiyo unatafuta ile level yako. Kwa hiyo sentensi pia mimi nilikuwa naona kama sio kweli. Yani kwamba wanawake unaambiwa tafuta hela. Yani sasa hivi mimi ndio naelewa ile sentensi, tafuta hela. Yani acha kupambana sana na wanawake, wewe tafuta hela. Na ni kweli. Nyakati mimi niko na pesa, yani wanawake sijui hata wanatokea wapi. Yani sielewi. Yani ni wanasogea tu. Ni wewe mwenyewe sasa ujichagulie. Na ndio tuko tunaishi katika dunia hiyo. Ukiwa nacho ndio unakuwa ni kama smaku, unanasa watu. Hakuna mtu anaweza sogea kwenye mazingira yako. Kwa hiyo sina mambo ya kubembeleza mwanamke, lakini nikwambie kwa huyu ndio namfukuzia sasa kwa mtindo ambao huyu dada alinielekeza. Mimi nimeshafika Dar es Salaam. Anazidi kunipa feedback. Nimeshatuma maombi. Maombi yangu nilituma kama nilivyokueleza, na tunazidi kuchati. Meshaki anasema mimi bwana naenda anavyoenda yeye. Kwa mfano, salamu za asubuhi, Bwana Yesu asifiwe mtumishi wa Mungu. Atanijibu, Bwana Yesu asifiwe, umeamkaje? Namwambia nimeamka vizuri sana. Vipi na nyie mnaendeleaje huko? Mipango yenu vipi? Tunamshukuru Mungu, tunazidi kumuona Mungu sana. Hivi ninavyozungumza tumenunua kitu 1 2 3 4 5. Namwambia wao hongera, kazi nzuri sana. Mungu akutangulie. Ananipigisha maombi pale kidogo. Mungu akutangulie nawe pia, ambaye pia unapambana kwa ajili yetu. Mungu atangulie hatua zako. Chochote unachokifanya na kiwe chepesi. Siku yako na iwe ya baraka. Ninapigwa maombi ya message hizo. Na mimi nasoma ile message na maliza najibu pale amen. Na iwe hivyo anavyosema. Ikawa hivyo. Sasa mimi kwa sababu najikuta nataka sana kuweza kumjulia hali, utakuta majira mchana namtumia message, atanijibu
niko kwenye ibada, mtumishi wa Mungu, nikitoka nitakutafuta. Kwa hiyo tukazidi kuwasiliana kwa mfumo huo. Sasa tumeendelea kuchati na msichana, niko busy tunachati, na kuna hela nyingine pia nilituma. Yule mwanamke ambaye nilikutanisha na huyu binti wa Kilokole ananiambia yani nakwambia mambo huku ni mazuri hivi. Mimi nikikaa tu naye hakuna mada nayozungumza naye. Namwambia can you imagine, huyu ni kijana anayempenda Mungu na hajaoa. Kwa hiyo niko huku nakupamba. Yani nakupamba. Sasa na wewe usifanye makosa. Nenda hivyo hivyo mdogo mdogo. Hawa mabinti waliokoka hawa wamegawanyika. Kuna wengine wako mguu ndani mguu nje. Yani ni mlokole lakini mlokole afu sio mlokole. Yani mlokole wa mjini. Unaweza ukaenda naye baa, anakuambia mimi nakunywa viwaini sio mbaya, lakini utamkuta anasema ni mlokole, na unakuta akipiga maombi anapiga maombi kweli, lakini kuna wale ambao wako deep sana. Ndo huyu sasa. Yani huyu yeye kukaa baa anaona dhambi, kuongea mambo ya ofyo anaona dhambi, kukaa sehemu kuna makelele, kuna watu wanaongea vitu vya kipuzi anaona dhambi, yeye vitu vingi kwake anaona dhambi. Kwa hiyo namna ya kumuingia mtu kama huyu inabidi na wewe uingie kama na wewe ni mtu mtakatifu. Nikamwambia na mimi ndo natembea humo, huyu tutafika naye, wewe tulia, mimi naenda naye taratibu. Akaniambia amenishirikisha yale maombi uliokuwa umemwambia, akasema huyu mtu inaonekana hitaji lake kubwa, Mungu anataka mfungulie milango ampate mweza wa maisha. Na mimi nikagandamizia humo, nikamwambia ni kweli, inaonekana ni mtu ambaye amekuwa akikutana na watu ambao sio waaminifu. Kwa hiyo ili jambo ameamua kulipeleka mbele za Mungu na Mungu amfungulie. Mimi nimekupamba sana, mwanamke atakayekupata wewe atakuwa na bahati, na yeye anasema Mungu atamjalia, lakini nazidi kumwandaa, nazidi kumweka sawa. Cha kufanya hapa wewe uendelee kuhakikisha unaendelea kuwa karibu naye, na usiache kutuma vijiera pamoja na yote vina nguvu. Nakumbuka nilicheka. EFM Nembo ya Taifa. Sisahau jamani, leo niko na Jizo Sound hapa, nipo na portable speaker kutoka Jizo Sound. Hii ni speaker bora sana jamani, usione ndogo. Muziki wake ni balaa. Hii inaitwa portable speaker, ndogo lakini sound yake ni ya hatari. Sasa hii ni moja kati ya zawadi ambazo nazitoa katika kusherehekea miaka 11 EFM. Rafiki yangu popote pale ulipo, kwa ambao unatufuatilia kwenye YouTube channel yetu, utaiona. Si unaiona rafiki yangu? Si unaiona? Iko poa kabisa na itakufikia popote pale ulipo. Kikubwa unachotakiwa kufanya nawe ni kuendelea kuungana nasi katika kampeni yetu ya Jikune ya kusherehekea miaka 11 EFM kwa njia rahisi kabisa. Ingia kwenye menu ya simu yako, kwa wewe ambao unatumia Vodacom, unatumia Airtel au unatumia Yas, nenda kapige hapo nyota 150 nyota 45 nyota 1 alama ya reli, piga. Ukipiga utakutana na maswali, inawezekana ni chemsha bongo, methali, vitendawili, utajibu maswali hayo. Ukijibu, nafasi ya kujipatia zawadi hii ni kubwa sana. Jamani, tunasherehekea miaka 11 ya EFM tangu matangazo yetu yalipoanza kuruka live, na muda huu ni wa sisi kurejesha shukrani kwako, na ndio maana tumekuandalia zawadi hizi. Achilia hizi Jizo Sound ambazo ziko katika ukubwa tofauti, lakini pia kuna zawadi nyingine kama simu, kuna zawadi nyingine friji, TV, kuna zawadi za kulipiwa kodi ya nyumba, kuna zawadi ya kulipiwa bili ya maji, bila kusahau pia kununuliwa umeme na nyingine nyingi. Ndio, leo ni siku njema msikilizaji, na tunazidi kusogea mbele zaidi kusikia hiki. Ndugu yetu anaitwa Meshaki akiendelea kushia nasi. Meshaki anasema ni mazungumzo kati ya mimi pamoja na huyu mwanamke. Nilimwambia sawa na nimekuelewa. Unachokisema nimekuelewa. Endelea kunipigania. Nilikwambia mafanikio yangu yatakufanya wewe ule mema ya nchi. Akasema hata sasa hivi nazidi kukuamini. Kiukweli nazidi kukuamini. Maana unajua utani. Unajua mimi ile banda nilianza kulijenga kiutani. Lakini unajua huyu mwenzangu kazi yangu kalichukulia hili swala serious. Nikamwambia lazima iwe serious na itaongezea kipato pia. Na mimi nimejitoa. Ni utani lakini nimejitoa. Akasema wewe ni mume kabisa bwana, mimi nakupambania bwana. Ndugu yangu akikupata wewe msichana mtulivu kama huyu, mimi naona tu ni sawa. Nikamwambia sasa si unaona mashaka inaondoka kuhusu mimi. Akasema hapa tu bado hamjapima.
Nikipima na afya mimi nikajiridhisha, mbona ndugu yangu namgawa bure kabisa. Tukacheka na ikawa furaha. Na ndivyo ambavyo ilikuwa, na mimi nikiendelea na shughuli zangu, nikizidi kuchati zaidi na huyu msichana wa Kilokole. Nakumbuka tangu nimempa yale maombi huyu msichana wa Kilokole, zilipita siku kama wiki 2 hivi, na siku hiyo alinipigia simu yeye. Unajua mara nyingi mimi ndo nimekuwa nikipiga au nikimtumia message ananijibu. Yeye akanipigia, akaniambia mambo. Nikamwambia poa, za kwako? Akaniambia ni nzuri sana, Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia amina. Akaniambia nimekupigia simu kwanza nikusalimie. Nikamwambia amina, nashukuru sana. Nikamwambia akasema kitu kingine pia nilikuwa nataka nishie na wewe kuhusu maombi ambayo nimekuwa nikiendelea kuomba. Nikamwambia na kusikiliza. Kingine akaniambia kingine nilikuwa nimezungumza na mwalimu kuhusu ile wazo ulisema, na mimi nilishia naye, alikuwa ameliweka pia kwenye maombi, na akashauri kwamba nikuulize, je, umefikia wapi? Ulishia na wanakwaya huko pia, yani huko kanisani. Sasa kanisani wapi? Ina maana kwa mamangu huko kanisani, mamangu anakwenda kusali, labda mimi maana nampeleka wapi? Maana hizo ni story tu za kutengeneza, zilikuwa anione kwamba na mimi ni mtu wa church. Maana nikamwambia unajua kule kanisani kwetu na nini hivyo, kumbe ilikuwa tu ni story. Nikaambia wazo zuri. Haya niambie, na kusikiliza moja baada ya jingine. Akaniambia unajua nimekuwa nikiendelea kukuweka kwenye maombi. Nikamwambia Akaniambia ni kweli kwenye maombi unahitaji Mungu akupe mke sahihi. Nikamwambia kabisa, na hilo ndilo hitaji lako kubwa la moyo. Nikamwambia ndio. Akaniambia lakini mimi kwenye maombi naomba ninaona kama kuna shida. Nikamwambia shida ya nini? Akasema yani natamani nikueleze unielewe, kwa sababu nilivyojisikia hivyo ilibidi nimtafute mtu ambaye naweza nikamueleza, labda akanipa ufafanuzi wa hicho kitu. Lakini huyo mtu alinishauri tu nikueleze, labda wewe unaweza ukawa unauelewa wa hicho kitu, na kama huna uelewa wa hicho kitu basi inabidi uingie kwenye maombi uanze kufuatilia. Nikamwambia ninakusikiliza, unamaanisha nini? Akaniambia mimi ni katika maombi ambayo nimekuwa nikikuombea, hitaji lako kubwa sio mke, una matatizo ambayo haya matatizo yataenda kukuletea matatizo makubwa kwenye maisha yako. Nikashtuka. Nikamwambia unataka kusema nini? Mimi na matatizo. Okay. Ninaumwa, tatizo nini yani? Akaniambia kila ninapokuombea, yani kila ninapokuombea, mimi ninapokuombea unanijia huko kwenye jeneza. Sikupaswa kukwambia haya maneno kwa sababu sijajua kwenye situation gani. Najua hivyo tunaambiwa haitakiwi umfesi mtu umwambie hivyo moja kwa moja, lakini mtu ambaye nilimshirikisha alinishauri, aliniambia nikuambie hivi moja kwa moja. Ninakuona huko kwenye jeneza. Maana yake kuna mauti upo mbele yako. Nikamwambia si unaongea nini? Yani sijakuelewa unachomaanisha. Akaniambia wewe una mchungaji wako? Si una mchungaji wako? Aje kukueleza jambo lolote? Kwa sababu hiki ni kitu ambacho mimi nimekiona mapema tu nilipoingia kwenye maombi ya kukuombea wewe. Kwa hiyo kama Mungu ameweza kunionyesha mimi, ni dhahiri kwamba hiki ni kitu hata watu wa karibu na wewe ambao wako wanafanya maombi, wanakuombea kwa moyo wako wa upendo uliokuwa nao kwa kujitoa kwao, lazima Mungu nao atakuwa amesema nao.
Mimi nikamwambia labda nifuatilie, lakini sijui chochote. Akaniambia ni vyema ukaanza kuingia kwenye maombi, na tunaweza tukaingia kwenye maombi sote wawili, ili Mungu abadilishe hiki kitu ambacho mimi nakiona. Unajua mimi sasa hivi ni vitu ambavyo mimi siko familia navyo. Niliona kama huyo mwanamke ananitishia. Yaani unajua, kwa mfano wewe ulipo hapo afu mtu akupigie simu akwambie kwamba anakuona kwenye majeneza, yaani kwamba kuna mauti huko mbele yako, wewe unamuonaje huyo? Utasema afu wao walokole vichaa kweli hao. Kwa hiyo huyu amekaa na niombea mimi, ameniona niko nataka kufa. Sikuipokea vizuri hiyo, yaani haikusound vizuri, mimi binafsi sikupokea vizuri, afu nikajisikia kama kukenai kuongea na msichana. Na nilimcheki yule ndugu yake. Nikamwambia, wewe hivi unamwona huyu ndugu yako? Ananipigia simu anaanza kuniambia sio amekuingia kwenye maombi, hitaji ni kubwa nilokuwa nalo mimi sio hitaji la ndoa, hitaji kubwa nilokuwa nalo mimi yani tatizo nilokuwa nalo mimi ni tatizo kubwa, litaleta shida siku za mbeleni. Ananiambia kwamba ananiona kwenye majeneza, eti kwamba mimi kuna roho ya mauti inaninyemelea. Anaanza kuniambia, wewe si uko kanisani kwenu mchungaji wako hajakwambia na vitu kama hivyo. Huyo ndugu yake akasema nikwambie, usipuuze maneno yake. Ninakwambia usipuuze neno hata la mmoja. Usipuuze hata neno moja analokuambia huyu kazini wangu. Nikamwambia kwa nini? Akaniambia kwa sababu anasemaga ukweli. Nikamwambia acha mambo yako bwana wewe. Acheni kunitisha. Alafu mimi sipendi kuishi maisha ya kutishiana. Unasikia, mimi mtu akiniambia hizo habari nachukia kweli. Kwa sababu usinitishie mimi kuhusu habari ya kifo. Kila mtu atakufa na kila mmoja atakufa kwa zamu yake. Akasema sasa nikwambie, mpaka anaona hivyo ina maana kwamba Mungu ana uwezo wa kubadilisha hicho kitu kinachoonekana. Mimi nikwambie sio mfuasi wa kilokole, wewe unajua maisha yangu, lakini nikwambie kuna muda namsikilizaga cousin. Nikamwambia kitu gani Aisha kusema kikatokea? Vitu vingi sana. Kwa mfano kama mimi kaniambia vitu vingi sana na vimetokea. Nikamwambia vitu gani? Yaani niambie hapa vitu gani? Anasema nikwambie kitu kimoja ambacho cousin alishaye kuniambia. Cousin alikuwa ananiambia hivi, mwenendo wako ni mbaya. Mimi naona kuna mtu nenda kukutana naye ana ukimwi na atakuambukiza ukimwi. Ninamsikiliza sasa huyu mwanamke ambaye ndo ilikuwa kama ni connection na huyu msichana wa kilokole mimi nimemwona. Na kama utakumbuka mimi nilikuwa na mahusiano na huyu, lakini kwa usiku mmoja kwa kibiashara. Yaani barter trade, nipe huduma nikulipe. Nilivyomuona yule kazini wake nikagairi kwa huyu, nikamwambia tufanye deal niwe na yule kazini wake ambaye sasa ni huyo binti mlokole. Nikamuuliza nielezee sasa. Akaniambia na ni kweli ndivyo ilivyokuwa. Haikukamilika. Ngoja nikwambia haikukamilika, lakini alishaye kuniambia hiki kitu. Nikamwambia nielezea. Akasema mimi bwana, katika harakati zangu hizi za kujiuza hivi naendelea kujiuza. Si unaona huko kwetu huko Mbeya kuna watu fulani wako wametoka huko nje ya mji, wamekuja wanahela balaa. Yaani wanahela balaa wamefika. Siku hiyo mimi nimekutana naye kazi, ninamwambia naenda sehemu. Akaniambia unakumbuka ile sentensi nilikwambia? Unakumbuka nilishaye kukwambia mwenendo wako unaenda nao kubadilisha wanaume hivi, mwisho wa siku wewe utaenda kukutana na mwanaume atakuambukiza ukimwi. Je, uko tayari kwa hilo? Kwa sababu hilo ndio naloliona mbele yako. Anasema siku hiyo nikatoka zangu nikaenda, kwa sababu huyu mwanaume yani ndio ilikuwa hot, yani ndio tunaenda kwa sababu kashanipa hela nyingi. Kundo tunaenda sasa, yani tunaenda kwa date yetu ya kwanza. Tumefika pale, mimi utaratibu wangu kama kawaida, unakumbuka tulivyokutana. Mimi bwana 9 yote 10. Unaona? Bwana hapa kinga ni muhimu. Lakini yule uwezi amini alinipa hela akaniambia achana na mambo ya kinga bwana. Yaani mimi kafika mahali mpaka nikasema jamani, kwa alivyo unaona hivi ni mgonjwa huyu. Mwisho wa siku nikaingia na tamaa. Nimeingia na tamaa, tukakutana naye kimwili.
tumekutana naye bila kutumia kinga. Tamaa ya pesa nilizoonyeshwa na mimi nikachukua hela nikaondoka. Lakini huyo mwanaume akanita tena. Lakini kati huyo mwanaume ananita tena, kuna mwanamke ambaye alishawahi na mahusiano naye, naye anajiuza. Nikamwambia nini kikatokea? Akasema sasa yule mwanamke ndio kuja kuniambia mimi. Ndio akaniuliza, huyu Basha umekutana naye mara ngapi? Nikamwambia mara moja. Ndio akaniambia kuwa makini, huyu mgonjwa. Maisha yake anasema mdada ananiambia, nilishtuka na siku ile nakuja kukutana na huyu. Sentensi alioniambia cousin alinisisitiza na kuniambia kuwa makini, mwenendo unaenda nao unaenda kukutana na mtu mwenye matatizo. Na yani kwamba na nitajua kabisa huyu mtu nimekutana naye kwamba huyu mtu atakuwa na shida. Na ina maana nimekutana naye kama leo tumekaa tumekutana, ina maana kesho yake tena tunaenda, maana alikuwa amekuja huko na shughuli zake. Ndio mtu ananiambia. Nikamwambia kwa hiyo ukaamini kwa sentensi ya yule mtu? Akasema nikashtuka sana kwa sababu nimekutana naye sijatumia kinga. Nikampigia simu cousin, nikamwambia cousin, unajua tumeongea na kweli mimi nimekutana na mtu 1 2 3. Akaniambia mimi nimekuwa na kuombea cousin wangu. Nimekuwa na kuombea kila siku. Ukiendelea na huo mwenendo, mwisho wako ugonjwa utakupata. Sizungumzi kwa ubaya. Najua watu wengi wenye mwenendo mbaya mwisho wao unakuwa mbaya, japo sio wote. Lakini wewe ndio mahali utakapoishia. Niliteseka, nilimwambia yule mwanaume kwamba wewe ni mgonjwa na nini yani kwa kukasirika. Lakini mwisho wa siku yule mwanaume aliniambia ni kweli. Aliniambia ni kweli, kwani kupata ugonjwa ni kufa na nini, lakini ashukuriwe Mungu kwamba Mungu alinivusha kwenye hicho kiunzi. Kwa sababu nilipata pressure. Unajua pressure, umekutana na mtu amekuthibitishia pia ni mgonjwa, achilia tu kusikia kwamba amekuthibitishia kwamba ni kweli. Alafu ndio ulikutana naye kwa matamanio ya pesa, ukaweka kinga pembeni, kwa hiyo roho inataka kutoka. Ndio nimekuwa ni mtu wa maovu, lakini hili jambo linashtua moyo. Hakuna mtu anapenda kupata taarifa mbaya kuhusu afya yake hata kama alikuwa muovu. Na ndio maana mtu ukienda kuchukua majibu hata kama ulikuwa muovu utajisikia vibaya. Kwa nini? Kama ulikuwa unafanya maovu usipokee tu, mimi nilijua tu itatokea hivyo. Kwa nini unajisikia vibaya? Kwa sababu pamoja na ubaya tunaofanya hatupendi kupata taarifa ambazo ni mbaya. Nikamwambia, kwa hiyo hicho ndicho kipimo ambacho unaweza ukampima mtu kwamba anasemaga vitu vya kweli. Yuko vingi. Mimi nimekutolea mfano. Mimi nakwambia vingi. Kwa hiyo kama amekwambia hivyo usipuuze. Mimi nikushauri usipuuze. Meshek, msikilize anachokwambia. Mwambie mimi sijui chochote, msikilize. Nikamwambia poa. Akasema ndio ukiamua kudeti na wanawake wa kilokole ndio shida yao yani. Ndio ujue hilo tatizo utatembea nalo. Na kama uwezi basi achana naye. Maana kwanza itakugharimu sana kumpata. Kwanza ujue hilo. Kama wewe mtu akata tamaa, unaweza usifikie mwisho. Nikamwambia poa. Yule mwanamke sikumtafuta. Alinitumia message ndefu. Ndio, haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Meshek, msikilizaji, nami nikupeleke mapumziko kidogo. Nitarejea hivi punde msikilizaji na nitashare nawe. Yes, na nitaendelea kushare nawe haya kutoka kwa ndugu yetu anaitwa Meshek. Mapumziko dakika chache, lakini nikirejea pia kukumbusha ile menu yetu jamani. Ya kupata zawadi katika Jikune campaign ya kutimiza miaka 11 ya EFM. Hii hapa niko nayo ni Jizo Sound. Hii ni portable speaker kama unavyoiona, kadogo fulani, lakini kana sound moja amazing sana. Kana mic yake pia. Mimi napenda hivi. Muziki unapiga ukitaka kuimba karaoke wewe tu yani. Lakini
nikukumbushe menyu yetu katika jikune ya kutimiza miaka 11 EFM ni nyota 150 nyota 45 nyota 1 alama ya reli, na unatumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel na pia mtandao wa Yes. Ukiingia kwenye hiyo menyu utakutana na maswali, inawezekana ni chamsha bongo, methali, vitendawili na hau, mambo ni mengi. Jibu swali mojawapo na mimi niko na zawadi hii hapa ambayo nitaitoa. Hii hapa ni Jizo Sound. Hizi Jizo Sound ziko tofauti kwa ukubwa tofauti. Hii hapa inaitwa portable speaker. Si unakaona kalivo, lakini kakuna sound amazing. Hii hapa mimi naitoa. Jamani, ziko za size tofauti. Haka mimi nataka utembee nako kwenye gari yako. Umeshuka sehemu, mpo na marafiki zako, mnataka msikilize muziki, mnataka muimbe pale, au unataka kuwapa ujumbe wenzio, mfurahi pamoja, na mic yake hii hapa. Kiko poa sana hiki. Kwa hiyo leo hii naitoa. Muda sio mrefu, yani mshindi hapa. Yani ingia tu kwenye menyu, jibu swali na utapata nafasi ya kupata Jizo Sound. Ndugu yetu anaitwa Maisha akitujuza haya katika safari yake ya maisha. Maisha anasema utaujumbe ndio niliopokea mimi kutoka kwa huyu msichana wa Kilokole, akiniambia maneno kwa msisitizo kwamba nimtafute mtumishi wangu, yani yule mchungaji wangu, niende nikamueleze na mimi pia hiki ambacho yeye ameshia nami, na akinisisitiza natamani tuingie kwenye maombi pamoja. Mimi na maombi wapi na wapi? Nimeingia kwa huyu msichana na kupretend kwa kila kitu, lakini hakuna chochote cha ukweli hivyo, na mimi sikutaka kuyazingatia sana. Kiukweli nikaendelea na majukumu yangu ya kazi ya kila siku. Zaidi nilimjibu huyu msichana, nilimwambia lile swala uliniambia tunaweza tukalishughulikia, la kuhusu kwaya yao. Kuhusu kwaya yao kuja kuimba Dar es Salaam. Nikamwambia hilo naweza nikalishughulikia, na kweli nilichukua hatua. Kwenye kanisa ambalo mamangu anasali, nilimwambia kuna kwaya iko 1 2 3 inatokea Mbeya, wanaimba vizuri sana. Nilienda siku moja, wakatamani sana kuja Dar es Salaam kuja kufanya huduma. Unajua mama mwenyewe anashangaa, yani mimi ninazungumza hiyo mambo nimeyatoa wapi? Mama akaniambia ili kupata nini mwanangu sikio na ukaenda kwenye hilo kanisa. Nikamwambia mama, kulikuwa kuna shughuli mahali, nikapenda wanavyoimba, wakaonyesha shauku. Tuna support vitu vya Mungu, unajua tuna support kwa sababu Mungu ni wa sisi sote. Mama akasema ni kweli mwanangu. Kwa hiyo nasemaje? Nikamwambia mama, kwa hiyo ni tafutie huko mwana huyo kwenye kwaya hapo, sio mwenyekiti, sio ni nani, nimwambie kuna kwaya itakuja, mimi nitaona nitakavyoweza kuwa facilitate. Wao watawapa tu nafasi waimbe, wafurahi, na natamani waje wa rekodi pia nyimbo moja hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo anaweza kanisaidia pia kutafuta studio ambao unaweza wakarekodi wimbo moja. Akaniambia mwanangu, hizo gharama zote zinakuwa za nani? Au nikamwambia kuhusu gharama mama, wala hamna shida, wewe ongea naye. Nilisukuma tu hivyo ndani ya moyo wangu. Ukiniuliza mimi na haya mambo wapi na wapi sijui, lakini ndicho nilichomwambia huyo msichana kwamba ninaishughulikia hilo jambo. Akaniambia tuendelee na maombi. Yani mimi sikutaka kumuuliza tena kuhusu yale maombi, yale mambo alioniambia sijui jeneza nini, sikutaka kumuuliza, naye hakuniambia. Alisema basi zaidi tuendelee na maombi. Sasa mimi naendelea kufanya kazi. Unajua mimi kazi zangu ni kazi ambazo napewa mwongozo. Ni ukweli 100% za mafanikio ya kazi za bosi wangu tunafanya ushirikina. Yani tunaenda kuweka vitu. Unaambiwa biashara hizi hazifanyiki hivi, na huyu aliyenifundisha ni bosi wangu. Alisema ukiona biashara yoyote inakuwa na mafanikio, inachanua, inazalisha matawi mengine, basi hiyo biashara, nyuma ya hiyo biashara iko nguvu ya kuisogeza hiyo biashara mbele. Yes, ndivyo alivyoniambia. Na aliniambia ukiona biashara inaanzishwa, baada ya muda inakufa,
Ina maana mtu anaweza alianzisha, alikuwa anakusudia kuanzisha biashara, lakini aliamini kwamba naye anaweza akafanya biashara kama fulani alivyofanya biashara. Nafungua duka la nguo. Baada ya muda ukianza, unaanza kuona biashara inaenda vizuri, unaanza kuona mafanikio ya biashara, unasema unaona, lakini unakuta taratibu biashara inaanza kushuka. Kwa hiyo kwenye biashara vita ni kubwa sana. Kuna mambo yanaendelea ambayo hayaonekane. Kuna watu wanaweza wakawa wanakuja ofisini kwako, kuna vitu wanavifanya ambavyo huvioni, kesho unashangaa pale pale ulikuwa na wateja wanakuja, wateja hawapo tena. Unajiuliza kuna nini kimetokea? Kuna vitu vimeshafanyika. Kuna watu walishafanya vitu, watu wameshaharibu. Hakuna kinachoendelea. Umekopa mkopo, unatakiwa upeleke marejesho, biashara imekata. Hakuna kinachoendelea. Ni stress, ni pressure. Kwa hiyo biashara ili survive inalindwa na nguvu. Kwa mimi nimefundishwa, iwe ni issue ya ufugaji, iwe ni issue ya miradi ya farmers yanazozifanya, sehemu zote lazima tunuizie, lazima tufanye vitu, na yuko mganga wake maalum ambaye huyu sasa ana rotate kwenye maeneo, anakuja kukagua. Kwa mfano kama biashara mnaenda kuanzisha sehemu fulani, kuna project mnaenda kufanya, hamuendi kufanya hivi hivi. Yani eneo limepatikana, baada ya eneo kupatikana, kabla shughuli haijafanyika, yule mtu anasafirishwa. Jamani, watu wanagharamiwa hata kwa kupanda ndege. Yani ndege ya go and return, issue iko Mwanza, ofisi iko Mwanza, mtu anapandishwa ndege na timu yake. Wako wangapi? Labda wako 3 kwenye hiyo shughuli. Wanapandishwa ndege, wanafikia kwenye hoteli nzuri. Wanafika, wakitoka hapo wanakuja kufanyia kazi yako. Unamaliza, unawalipa, wanaondoka na ndege. Kuna mambo haendi vizuri sehemu fulani, ni ndege wanapanda. Ndicho ambacho kinafanyika. Na nikwambie, huyu ni bosi wangu, amefanikiwa sana. Amefanikiwa sana. Gari analoliendesha ni gari ya kifahari sana. Sasa tunaendelea na shughuli zangu kama kawaida. Nani mambo ya sirini, unajua hivi vitu ni vya sirini, huwezi ukajua. Hata mtu anaposimama anasema hivi, mimi namwamini Mungu. Unaona, kwa mfano kama mimi bosi wangu, ukimuona namna anaongea, namna anaweza saidia watu, ni mtu mwema sana. Lazima utamtafsiri kwamba huyu ni mtu wa Mungu. Yani utambeba hivyo. Ni tajiri asiyeringa, anajitoa sana kwa ajili ya watu. Ni mtu ambaye anasaidia hata yatima, hata wajane, hata mashetani yanasaidia wenye uhitaji. Yani hata watu wanaoroga, wanafanya ubaya, wanatoa sadaka, wanasaidia pia watu wasiojiweza. Kwa hiyo ni ngumu kuwatofautisha. Yani ni ngumu. Yani mimi kwa mfano kumuishi bosi wangu anafanya mambo ya kishirikina, hata nikwambie, utasema nimchunguze, huwezi kuishi wala kudhani, na utasema mimi ni muongo, kwamba hivyo vitu huyu mtu anawezaje kuvifanya, kwa sababu ni vitu vya binafsi sana. Maisha yake anasema. Kwa tunaendelea. Nakumbuka siku moja tuko na bosi, alinipigia simu huyo msichana wa Kilokola. Nikapokea. Akaniambia uko wapi? Yani tu nimepokea tu, akaniambia uko wapi? Nikamwambia niko tu sehemu. Akaniambia sawa, tunaweza tukaongea hata dakika 2-3 hivi. Nikamwambia sawa, haina shida, nilikuwa niko naongea na bosi wangu hapa, lakini tunaweza tukaongea. Akaniambia sawa. Akaniambia Meshak, najua upendi nizungumzie ile issue tuliongea siku zile, lakini nikwambie Meshak, silali usiku. Hata najiuliza kwa nini Mungu amenipa mzigo mzito hivi kwa ajili yako. Silali usiku Meshak. Mimi sijui kuhusu maisha yako, sijui chochote, lakini nasikia kuugua sana ndani yangu. Nasikia kuugua mpaka nasikia uchungu sana. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia, ninaona hiki ninachokiona kinakaribia. Nikamwambia kinakaribia, yani nini kinakaribia? Akasema, naona familia yako inalia, alafu mimi naona nalia zaidi. Meshak,
unaweza ukaniruhusu nikaja Dar es Salaam? Nikamwambia wewe kuja Dar es Salaam kwangu. Akasema vyovyote itakavyokuwa, mimi nataka tu tuonane. Nilikuwa nimeongea na cousin, nimemueleza hivi ninavyojisikia. Yani tukipata nauli tunaweza tukaja tu. Nasikia kuugua sana ndani yangu. Sijajua ni nini kimezunguka kwenye maisha yako. Sijawahi kujisikia hivi. Mimi nikamwambia, yani unajua mimi sielewi unachoongea, lakini nikwambie niko kwenye mazingira ambayo hatuwezi kuongea mambo mengi. Naomba mimi nitakupigia. Naomba nikupigie kama baada ya masaa 3. Akaniambia sawa basi tasubiri simu yako. Nikamwambia haina shida. Nikakata. Bosi akaniambia unaongea na nani? Nikamwambia unajua hatujakaa muda tukaongea. Akaniambia kuhusu nini? Nikamwambia nikwambie, yani sijui nianzie wapi. Alafu si kwa nini sijakupa hii story ya kuchekesha sana. Unakumbuka kipindi kile nilienda Mbeya? Acha ile mara ya kwanza, ile mara ya pili. Akasema yeye ukaforce kwenda sijui nini yeye. Nikamwambia unajua mimi kuna msichana nilimpenda. Unakumbuka nilikwambia? Nikamwambia, akaniambia ndio. Nikamwambia unajua yule msichana ni wa Kilokola. Akasema wacha bwana. Umependa msichana Kilokola, umekuaje yani? Umevutiwa na nini? Nikamwambia sijui chochote. Ni mrembo sana. Nikamwambia kawaida lakini sijui. Yani nikwambia msichana kwanza anavyosumbuka, yani mpaka leo sijampata. Akaniambia wewe tangu pale unasema unaenda, ina maana wewe kipindi kile ulienda na ukumpata? Nikamwambia ile mara ya kwanza hata mara ya pili. Akasema ujinga. Kwa hiyo ukula? Nikamwambia sijampata hadi sasa hivi. Akasema sasa unahangaikaje na wasichana wa Kilokole? Mbona wasichana wako wengi sana? Kwa nini unahangaika na wasichana wa Kilokole? Na wasichana wa Kilokole wengi waongo sana. Mimi nikamwambia nasikiaga, ila inategemea. Huyu kiboko. Akaniambia kwa nini kiboko? Nikamwambia sijui naona anaombaomba sana. Ni msichana anaombaomba sana. Akaniambia usijihusishe na watu wa hivyo. Watu hivyo sio wazuri. Nikamwambia kwa nini? Akaniambia basi tu. Yani mimi watu walokole wanajifanyaga wako deep sana. Wanakuwa na shida sana. Alafu sio watu wa kudili nao pia. Tukazungumza hivyo, tukapiga story nyingine, ikaishia hivyo. Mimi nikarudi zangu nyumbani, lakini hapa tulikuwa tuna mchakato wa kufanya jambo letu. Kwenye baadhi ya sehemu zetu za kazi tulikuwa tunaenda kufanya jambo letu. Na kama unavyojua mimi ndo mfuatiliaji wa kila kitu, kuhakikisha kila kitu kimekamilika. Kwa hiyo tulikuwa na jambo letu. Huyu msichana sikumpigia, alinitumia message akaniambia ukiwa free nitafute. Sikumtafuta. Alikuja kunipigia yule cousin, yani yule dada yule ambaye ndo mimi chanzo cha kukutana na huyu binti wa Kilokole. Akanipigia. Ndio. Amenipigia akaniambia, wewe mbona fulani anakupigia sana simu na hupokei simu, yani hupokei simu, ujibu message, anakutafuta sana. Anasema eti kuna kitu sio kizuri kinaenda kukupata. Nikamwambia bwana wewe achana na hizo habari bwana. Mimi sitaki kusikia hizo habari. Ananiambia unajua nataka kufunga safari tuje huko da. Yani nakwambia ananiambia mpaka machozi yanamtoka. Wewe usipuuzie, mimi nikwambie Meshek. Ni kweli tunaishi hapa duniani. Lakini nikwambie duniani kuna mambo mengi sana. Usipuuze. Kwa nini usimsikilize? Msikilize. Hakuna mtu anayejua maisha yako, lakini wewe ndio unayajua. Kuna jambo huyu anasema linda kutokea. Nikamwambia mimi habari za kukutanaga nao walokolo wanajifanyaga wanajua kila kitu, mimi ndo waga spend. Hebu niambie, mpaka mimi ananikatisha tamaa. Hivi nawezaje kuhangaika na wasichana wa Kilokole? Mimi sitaki kabisa kuhangaika na wasichana hao. Kila siku ananiambia hiki, kila siku ananiambia hivi. Yani yeye kama amekuwa basi kama yeye ni nabii sijui ni nini, afungue kanisa akatangazie watu. Mimi sitaki hizo biashara. Akasema lakini nikwambie msikilize anachosema. Meshaki anasema, na yazungumza haya kutoka ndani ya moyo wangu. Mimi Meshaki najua na mambo mengi, nimefanya vitu vingi, na pesa yangu napata kwa namna hii ninavyokueleza, lakini ni vitu vya sirini.
Sijajua nini hasa huyu msichana anakiona mbele yangu, lakini mimi niko nomo, siumu chochote, sina tatizo lolote na niko nomo. Mtu aanze kuniambia ananiona kwenye majeneza, hizo ni habari za kipuuzi kabisa, na hata sitaki kuzizingatia sana. Ndio anaitwa Meshack, msikilizaji. Hii ni moja kati ya simulizi ambayo natamani uisikilize hatua kwa hatua, usikie hiki ndugu yetu Meshack anashare pamoja nasi. Msikilizaji, muda wangu unasogea, na mimi hii hapa Jizo Sound tayari nilishapata mshindi, ndo huyu hapa nampigia jamani, namba 0746